Mara baada ya kuhairishwa kwa mchezo namba 184, mchezo ambao ungezikutanisha Yanga Sports Club ambao walikuwa wenyeji wa mchezo pamoja na Simba Sports Club katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo bodi ya ligi kuu Tanzania bara ilitoa taarifa ya kuhairishwa kwa mchezo huo mapema majira ya mchana. Lakini hata hivyo Yanga wao wakaendelea na taratibu, wakaja uwanjani, wakafanya warm up, ni kama mechi ilikuwa inaendelea hivi kwa upande wao. Na hiki ndicho ambacho kilisemwa na moja kati ya viongozi wa bodi ya Yanga Sports Club, Alex Ngai. Sisi tunaenda uwanjani. Hapa wewe unapokueleza mimi najiandaa naenda uwanjani. Lakini sasa mnakwendaje sasa Alex, wakati wenye mamlaka wameshatoa hiyo taarifa yao kwa umma? Kwanza sio tuna taarifa yote. Wanapaka reka. Ndio. Tuna taarifa yote. Ndio hatuwezi kuangalia vitu ambavyo kama tunaviona tu kwenye mitandao tu. Ndio. Kwa cha msingi kama watakuwa wameleta taarifa utaona tufanyeje, lakini nadhani taarifa yetu ya klabu tulishaitoa, ambayo mnakwenda uwanjani. Sisi tunavyojua ni kwamba mechi bado ipo. Hatuna taarifa yoyote, yani hiyo ni kwamba inayotambaa kwenye mitandao ya kijamii. Sio wallahi hata sisi naiona tu. Kwa sababu taratibu jinsi zilivyo, kuna taratibu zake bwana za kuwasiliana na vilabu. Ndio. Hatuna taarifa yoyote. Ndio kilichopo. Mimi nadhani sisi tunaendelea na maandalizi ya mechi. Kama kutakuwa na jambo lolote, basi kama taratibu zitakuwa zimefuatwa, na sisi tutatoa taarifa. Sawa, lakini hata kama mtakwenda uwanjani hamna waamuzi, hamna nini, maana yake mtakwenda kutembea tu Alex. Sasa tukikaa nyumbani imagine. Tukikaa nyumbani alafu tumelala huko, hapo tunaambiwa tayari watu wako uwanjani wameshajipanga kwenye mstari kwa ajili ya ukaguzi. Tutaonekana sisi ndio ndazi. Lakini sasa wenye mamlaka sasa wameshatoa taarifa kwa umma na watu wameiona, maana yake hamna kitu cha namna hiyo. Hiyo taarifa mimi sijaiona. Ndani nimeiona tu kama kawaida tu, kama taarifa nyingine zinazotembea kwenye mitandao. Kuna taratibu za kuwasiliana. Umeona? Kwa hiyo taratibu sisi bado hatujazipata taarifa. Unaweza ukasema kwamba sisi sawa, hii tunaiona kwenye mitandao ya kijamii ndio taarifa yao kweli. Mkalala nyumbani, afu mkafika kule, mkapata taarifa, mkaona Azam TV wanaonyesha bwana watu wameshafika uwanjani, wamejipanga wanakaguliwa. Mtasemaje? Mtawaambia nini wananchi? Kama taarifa imeshafika kwenye ofisi ya CEO kwetu, nadhani na yeye ana jukumu la kutuletea. Kwa sababu narudia pale kwamba sisi taarifa za kwamba mechi imeahirishwa hatuna. Umeona, hatujazipata. Kwa hiyo kama tungelikuwa tumezipata ndio tungejua tufanye. Lakini ila ninachokiona ni kuna uhuni, umeona, ambao unafanyika. Mechi ya raundi ya kwanza ilipangwa na sisi tulifuata taratibu zote kwa ajili ya mechi, na mechi tulicheza vizuri, tukapata pointi 3 na watu walivuna mamilioni ya hela kwenye gate collection. Nadhani uliona mashabiki walikuwa wengi sana uwanjani. Umeona? Mechi ya raundi ya pili taratibu zote zimefuatwa. Maji ndio mwenyewe inakuingia akilini kwamba kwa sababu mtu hajafanya mazoezi kwenye uwanja unaotarajiwa kuchezwa mechi siku moja kabla ya mechi, alafu eti agomee mechi. Wewe inakuingia akilini kwa kanuni ipi ambayo ni kwamba inamfanya asicheze mechi? Mimi ndo naona maajabu ya mwaka kwenye ligi yetu. Huu mpira hatujengi kwa staili. Inasemekana kwamba haya tunayoyaona ni mambo ya ovyo tu. Sasa pamoja na hayo, wenye haki za matangazo, hapa nazungumzia Azam, wametoa taarifa kwa vyombo vya habari. Wao wamesema kuahirishwa kwa mechi ya ligi kuu mchezo namba 184 wa watani wa jadi kati ya Yanga na Simba. Azam Media Limited inasikitishwa na tangazo la kuahirishwa kwa mechi iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu kati ya Yanga Sports Club na Simba, ambayo ilipaswa kufanyika leo Jumamosi Machi 8 kuanzia saa 1:15 usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Tukio hili limeleta athari kubwa kwa mashabiki wa soka, wateja wetu na wadau wa mpira wa miguu kwa ujumla. Hata hivyo, kama mdau mkuu wa maendeleo ya soka nchini, tumejitahidi kuhakikisha mashabiki wanapata burudani bora kupitia matangazo yetu ya moja kwa moja
lakini hali hii iliyojitokeza ipo nje ya uwezo wetu. Tayari timu yetu ya matangazo yakiwemo magari ya kurushia matangazo, kamera, mitambo mingine ya kurushia matangazo na timu nzima ya uzalishaji ilikuwepo uwanjani Benjamin Mkapa kwa ajili ya mechi hiyo. Kuahirishwa kwa mchezo huo kumesababisha hasara kubwa kwetu kutokana na gharama za maandalizi, matangazo ya kuhamasisha mechi kwa vyombo mbalimbali vya habari, usumbufu kwa kampuni zilizotangaza bidhaa huduma kwetu na wateja waliolipia kuangalia mpira kwenye visimbuzi vyetu. Tunaelewa matarajio makubwa ya mashabiki na wateja na tutaendelea kuwa mstari wa mbele katika kurusha matangazo yenye ubora wa hali ya juu kwa mechi zote za ligi kuu ya NBC na mashindano mengine. Tunaomba mashabiki, wateja wetu na wadau wengine wanaotuunga mkono kwa kutangaza bidhaa huduma kupitia matangazo ya mpira waendelee kuwa na imani na sisi, huku tukifuatilia kwa ukaribu wa mamlaka za soka kujua hasa nini kimetokea na hatua gani zitachukuliwa. Pia tunaangalia namna ambayo mikataba yetu inavyoweza kulindwa na kadhia kama hii siku za usoni. Imetolewa na idara ya mawasiliano kwa umma Azam Media Limited. Hawa ni wadhamini ligi kuu Tanzania bara ambao pia wana haki ya kurusha matangazo moja kwa moja kwenye mashindano ya ligi kuu Tanzania bara. Wao wametoa taarifa yao hii kufuatia kile ambacho kimejitokeza katika mchezo huu namba 184 ambao ungezikutanisha Simba na Yanga Sports Club. Mchezo huu bana, kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, utapangiwa tarehe nyingine ili uweze kuchezwa, hali ambayo Yanga Sports Club wao wanajua, wamesema mchezo unapaswa kuchezwa leo na wamesimamia kile ambacho wanakiamini. Nini hatma ya hili sakata ambalo limejitokeza? Sisi tutaendelea kukupa up to date. Mimi naitwa Shehani Mzaina. Usisahau ku like, kuandika comment hapo chini, lakini pia usisahau kutufuata kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, bila kusahau pale X ni Toka Zamani TV TZ. Asante.